E Mungu uliye nguvu na kinga yetu sisi taifa lako, umefanya mafuta kuwa ishara ya nguvu. Na kuomba uyabariki mafuta haya na kuwapa nguvu wakatekumeni watakaopakwa nayo, nao wakishapokea hekima na nguvu zako waweze kuifahamu zaidi Injili ya Kristo wako, na kwa moyo mkuu waanze maisha magumu ya Kikristo, na baada ya wao kuwa watoto wako ufurahi kwamba wamezaliwa upya na kwamba wanaishi katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Padre, tusogee madhabahuni. Wakati wa sala ya kuweka wakfu mafuta ya Krisma wa padre utakapofika maneno, kwa hiyo Bwana tunakuomba uyabariki mafuta, tutanyosha mkono wa kuume kuelekea meza ambayo imeandaliwa. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele.
E Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa aliruka katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani, na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifutwa na jambo jingine kubwa zaidi, baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohani ambatize na maji ya Yordani. Ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa, na hapo kwa ushindi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo, e Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoumba, uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu. Nawe uliwapaka krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya krisma, uwajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutoharibika. Uifanye krisma hii iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Uongozi wa shule ya St. Mary's Mihayo Tabora inayomilikiwa na Kanisa Katoliki unaotangazia nafasi za kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. St. Mary's Mihayo Secondary School ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana yenye mazingira mazuri na ya kisasa kwa wanafunzi kujifunzia. Shule ipo katikati ya mji wa Tabora mkabala na benki ya NMB. Tahasusi ama combinations zilizopo St. Mary's Mihayo Secondary School ni kama ifuatavyo: PCB, PCM,
HGM, CBG, HKL, HGK, HGL, HGE, EGM, EBUAC na DKL. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu 4. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0755812441 au 0754825218 au 0621910412. Elimu bila maadili ni kazi bure. Karibu St. Mary's Mihayo Secondary School, Tabora.